ya Mungu dhidi ya dhambi. Neema ya Mungu dhidi ya dhambi. Neema ya Mungu dhidi ya dhambi. Basi leo kwa muktadha wa kichwa cha somo tutaangalia maana ya neema pia kwa namna tofauti, kwamba neema ni nguvu ya uwezesho ndani ya mtu ambayo humsaidia kujilinda na dhambi na kila uovu katika dunia hii tunayokaa. Kwamba neema ni nguvu ya uwezesho ndani ya mtu ambayo humsaidia kujilinda na dhambi na kila uovu katika dunia hii tunayokaa. Hiyo ndiyo maana ya neema. Naomba nisome maandiko kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wake wa 18. Itakuwa kama andiko letu la msingi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wake wa 18. Naomba nikutangulie kusoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wake wa 18. Biblia imeandika hivi: twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba kiasili hakuna mtu awezaye kushinda dhambi kwa akili zake pekee, bali hutegemea neema ya Mungu imwezeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko linasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Manake ni kitu ambacho, yani kutokutenda dhambi kwa mtu aliyeokoka, si kwamba ni kitu ambacho ni tumie lugha, yani automatically lazima yani akae katika mazingira ya kutokutenda dhambi. Ila bi yake kwenye kipengele hicho anasema bali hujilinda. Hujilinda. Sasa ile nguvu ya huyu mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, mtu ambaye ameokoka, ambayo itamwezesha kujilinda na dhambi, hiyo ndio tunaita neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana anasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Inatakiwa kweli tuwe katika maisha hayo ya kutokutenda dhambi. Lakini anasema anachukua hatua nyingine, kwa kuwa dhambi viko katika dunia hii ambayo tunaikaa. Anasema bali huyu mtu hujilinda na dhambi. Kujilinda na dhambi mwanadamu hawezi mwenyewe. Hapa sasa ndiyo neema ya Mungu huachiliwa kwa ajili mtu aishi maisha ya uwezesho katika kujilinda na dhambi ambayo tunaikaa katika dunia ambayo imejaa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hakuna mtu awezaye kushinda dhambi kwa akili zake pekee, bali utegemea neema ya Mungu imwezeshe. Neema ya Mungu hutoa maarifa na ufahamu wa namna gani ya kuishinda dhambi. Kwamba neema ya Mungu ambayo inakuwa imeachiliwa tayari katika maisha ya kwetu ndio huweza kumpa mtu ufahamu na akili ya namna gani aweze kuishinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa neema ya Mungu hutoa maarifa na ufahamu wa namna ya kuishinda dhambi. Maana yake neema hutoa majibu ya haraka kulingana na uhitaji wa haraka alionao mtu katika kuishinda dhambi. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ikiwako ndani ya mtu, ndio huweza kumpatia mtu maarifa ya haraka, ufahamu wa haraka kulingana na dhambi ambayo inamzinga kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano tunauona kwa ndugu yetu Yusufu. Pale ni neema ya Mungu ilimsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo neema ya Mungu, Yusufu angelitenda dhambi. Pasipo neema ya Mungu kuweko ndani ya Yusufu, kwa yale mazingira, ilikuwa ni rahisi sana kutenda dhambi. Lakini kwa kuwa neema ya Mungu ilikuwa inamkalia, ilikuwa iko ndani yake, ndio ilimpa ufahamu wa haraka ya kwamba kwa dhambi hii inayokuzinga, kimbia. Usipokimbia utaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo neema ya Mungu, yamkini ule ubemberezi wa yule mwanamke ungechochea ile hali ndani ya Yusufu ya kumtenda Mungu dhambi. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba neema ya Mungu ikiweko ndani ya mtu, huachilia ufahamu na maarifa ya namna gani uishinde hii dhambi iliyoko kwa kiwango hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome hicho ambacho nilikuwa nakieleza mwanzo. Andika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 9. Alafu taruka tasoma mstari wa 21 peke yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 39 kuanzia mstari wa 6. Naomba nikutangulie. Anasema, akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa ni mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Mstari wa 9. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Manake hakuwa na shahidi yoyote ambaye angeweza kuona hiyo dhambi. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Mstari wa 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma tumesoma hapa maandiko, lakini hii dhambi ilivyokuja, ilikuwa ni dhambi ambayo ndani yake ilikuwa inaenda taratibu. Ilikuwa inahitaji ufahamu wa kimungu ili kuweza kuishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana anasema yule mwanamke hakufanya kwa siku moja. Manake kila siku ambapo Yusufu alikuwa katika hali ya kutimiliza wajibu wake kama ambavyo ameajiriwa, yule mwanamke alikuwa akizidi kusema naye. Yule mwanamke alikuwa anazidi kumchochea Yusufu. Lakini Yusufu alipoona hii dhambi tunakoelekea inaweza ikanishinda, hii suluhisho lake ni kukimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema suluhisho lake ni kukimbia. Kwa ile kukimbia ilikuwa ni ufahamu wa kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake, kwamba hapa ndugu yangu ni kujinasua, ni mbio. Kimbia, toka uishinde hii dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na huo ndio ulikuwa wokovu wa Yusufu. Amen. Lakini katika mazingira yote hayo, Biblia inasema kwa yote hayo hapaonyeshi mahali ambapo Yusufu alijitetea. Lakini mpaka mstari wa 21 Biblia inasema Bwana
akawa pamoja na Yusufu. Ile pamoja manake ni ile neema ya Mungu ikazidi kukaa pamoja na Yusufu. Kwa nini? Kwa sababu alishinda dhambi katika mazingira ambayo ilikuwa ni ngumu kabisa kibinadamu kuishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo neema ya Mungu ni ya muhimu sana. Kwa sababu hata mtu kuokoka ni neema ya Mungu inakuwa imefunuliwa kwake. Hakuna mtu yeyote awezaye kuokoka. Mahali pengine Yesu alisema kwamba hakuna mtu yeyote awezaye kuja kwangu isipokuwa amevutwa na mimi. Manake kile ambacho kinamvuta mtu mpaka kaikubali ile kweli na kuamua kumkubali Yesu ni neema. Kwa neema ya Mungu ni kama smack kwa mtu asiyemjua Mungu. Ikishafunuliwa mtu huona uzuri wa Mungu, huona ubaya wa dhambi na huona uzuri wa Yesu Kristo na kuamua kuokolewa. Tusome kitabu cha Tito sura ya 2 na mstari wake wa 11. Ukipata uwe huru tu kusoma, mtumishi wa Mungu, nitashukuru na ukoa muda. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wake wa 11, Biblia imeandika, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi na ya haki na ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Katika ulimwengu huu wa sasa. Na mahali Yesu akasema katika dunia hii mbovu. Maana dunia iliyojaa dhambi za kila namna, iliyojaa ubaya wa kila namna. Sasa neema ya Mungu anasema imefunuliwa. Maana neema iko. Na hiyo neema ndiyo iokoayo wanadamu. Lakini hiyo neema ndiyo inatufundisha kukataa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa neema ya Mungu dhidi ya dhambi. Maana neema ya Mungu ikiweko ndani ya mtu, hiyo ndiyo inaweza kumkataza mtu asitende ubaya, kumkataza mtu asitende dhambi, kumkataza mtu asielekee uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana neema ya Mungu ndio hutoa darasa la namna ya kukataa ubaya wa kidunia na tamaa zake zote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana neema ni kama mwalimu. Kwamba neema ya Mungu naomba unifundishe namna ya kukataa ubaya. Ubaya uko, dhambi viko, tukitoka dhambi iko hapa. Ukiingia dhambi ipo, ukifanya kazi dhambi ipo. Basi neema ya Mungu iko sasa kwa ajili ya kutufundisha namna ya kukataa dhambi. Dhambi ikija kwa upesi, namna gani naweza kuikataa hiyo dhambi? Ni pale neema ya Mungu itakuweko ndani yake. Itakuwa iko kwa ajili ya kunisaidia niweze kukataa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwezo wa kushinda dhambi ni neema ya Mungu. Mungu hawezi kumwacha mtu aliyemzaa hivi hivi, bali humpa uwezo wa kujilinda, ambayo ndiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu ametuzaa tumeokolewa. Kwa hiyo Mungu hawezi akatuzaa tu akatuacha hivi hivi. Kwa kuwa Mungu anajua iko dhambi, anajua yuko shetani ambaye daima utafuta kututendesha dhambi ili tuweze kumkosea Mungu. Sasa Mungu naye ashukuriwe kwamba hatuachi hivi hivi, bali hutupa neema. Ambayo neema sasa ambayo ameiachilia ndani yetu, kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kutusaidia tusimtende yeye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sema neema ya Mungu huiachilia kwetu, ambayo neema iko kwa ajili ya kutusaidia kujilinda na dhambi. Kwa maana uwezo, hiyo nguvu Mungu ameiwekeza ndani yetu. Mungu haji kunisaidia
nishinde dhambi. Ila hiyo nguvu amekwisha kunipa iko ndani yangu, ambayo ndio neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema bali mtu hujilinda. Maanake kazi ya kujilinda ni ya mtu mwenyewe, ni ya kwako, ni ya kwangu. Lakini ni kwamba uwezi kujilinda mwenyewe. Mungu ametupa nyenzo ya kwamba ukitaka ujilinde na dhambi usilikosee, neema hii hapa akaiweka ndani yetu. Maanake hiyo ndio nguvu sasa ambayo inaweza ikatusaidia tukashinda dhambi zituzingazo kwa upesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pia tusome mfano wa watu wawili ambao pia na wenyewe walikaa katika mazingira magumu kabisa, yaliyojaa uovu, umejaa dhambi, lakini waliweza kushinda. Ni kwa nini walishinda? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu aliyokuwa ameiachilia ndani yao. Tusome Ruthu kwenye kitabu cha Petro wa pili, sura ya 2, mstari wa 6 mpaka wa 9. Waraka wa pili wa Petro, sura ya 2, naomba nisome mstari wa 6 mpaka Waraka wa pili wa Petro, sura ya mstari wa 6 mpaka wa 9. Anasema, tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Akamwokoa Lutu, yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao waharifu. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwenzetu Lutu. Biblia inasema naye alikuwa anakaa katika miji hiyo ya Sodoma na Gomora kabla haijachomwa moto na Mungu. Hii ilikuwa ni miji ambayo ilikuwa imejaa uasi, imejaa uovu wa kila namna. Lakini katika miji hii alikuweko Lutu, alikuwa naye akiishi katikati ya hao watu. Lakini Biblia inasema wale watu walikuwa ni watu ambao wanatenda dhambi, wanatenda uovu mwingi sana. Lakini kwa kuwa Lutu yeye alikuwa anamcha Mungu, alikuwa ni mtu ambaye yeye anatenda haki. Lakini licha ya haki yake, licha ya uchaji wake kwa Mungu, yale ambayo yalikuwa yanatendeka katika haya maeneo alikuwa anayaona. Uovu alikuwa anausikia. Lakini katika mazingira yote hayo, anasema Lutu hakumtenda Mungu dhambi. Ila katika mazingira kama hayo, kwa sababu dhambi alikuwa anaziona, dhambi alikuwa anazisikia, kwa alikaa katika maisha ya kujitesa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ambaye anaona, anabaki anaumia ndani ya moyo wake, kwamba wokovu tokee wapi? Maana dhambi ilikuwa inaziona, maana anaugua, Mungu tumfanyaje? Anaona watu wanamtenda Mungu dhambi, Mungu wake. Angetamani yamkini ule mji watu wasimtende Mungu dhambi, basi wote wageuke wawe watende yaliyo mema. Kwa Biblia inasema alikaa katika maeneo hayo akijitesa nafsi yake, akiugua usiku na mchana. Yamkini alikuwa anawaombea kwamba Mungu wasaidie. Kila kukicha wasaidie. Lakini ulikuwa ni mji ambao umemkataa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukweli ni kwamba kitu ambacho kilimsaidia Lutu kutokumtenda Mungu dhambi katika mazingira hiyo ni ile neema ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Ikamsaidia kuishi katikati ya kundi la watu ambao hawamjui Mungu kabisa, wanatenda dhambi kwa kiwango kile, lakini Lutu bado yeye alijitenga na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtu yule ujilinda na dhambi. Kwa ni katika mazingira kama haya, manake dhambi zimekuzingira kila kona. Yamkini akitoka kienda sokoni watu wanafanya dhambi,
wanafanya dhambi, anaingia huku watu wanafanya dhambi. Kwa maana ni mtu ambaye alikaa katika hali ya kujitesa, roho yake anahuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Lakini pia tumwangalie Nuhu. Naomba nisome, ni Petro hiyo usihame, sura ya 2 mstari wake wa 5. Anasema wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa pia hata nyakati za Nuhu mwenzetu, yeye pia katika mahali alipokuwa anakaa, pia watu walikuwa hawamchi Mungu. Ni watu ambao wanatenda dhambi usiku na mchana, na Mungu aliyaona hayo. Lakini Biblia inasema huyu Nuhu, kisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8, anasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Manake kwani alipata neema kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaishi maisha ya kujilinda na dhambi, kujilinda na uovu. Watu wanafanya mambo yasiyofaa mbele za Mungu, lakini yeye anatafuta ni kwa namna gani ajilinda asimkosee Mungu wake. Ni kwa namna gani azidi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa mazingira kama hayo yalimfurahisha Mungu. Biblia inasema hata Mungu alipoleta gharika akamhifadhi Nuhu. Nuhu akapata neema miongoni mwa wale wengine wengi ambao waliangamizwa na gharika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa neema ya Mungu iko kwetu ili tusaidie kujilinda na dhambi. Kama ambavyo aliweza kufanya Lutu, Mungu anategemea kwamba hata wewe hata mimi tunaweza. Kama ambavyo Nuhu aliweza kujilinda, hata akapata neema ya kuhifadhiwa na Mungu kipindi cha Mungu kuleta ubaya, kuleta gharika katikati ya wale watu. Mungu anaamini kwa kiwango cha neema alichotuwekea, kwa kiwango cha kwamba Mungu hajatuacha bure, anaamini na sisi tunaweza tukashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukachagua kuishi maisha ya haki, maisha ya kumcha Mungu na kujitenga na uovu kabisa, kwa sababu neema ingaliko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uwezo wa kushinda dhambi ni neema ya Mungu. Mungu hawezi kumwacha mtu aliyemzaa hivi, bali humpa uwezo wa kujilinda, ambayo ndiyo neema. Kwa hata ulimwengu ungeharibika kwa kiwango gani, maadamu mtu ataitambua kiwango cha neema ambacho Mungu ameachilia ndani yake, bado ataweza kushinda. Hata uharibifu ungeinuka kwamba kushoto wanatenda dhambi, kulia wanatenda dhambi, mbele nyuma, mazingira yote wanatenda dhambi, lakini neema ambayo Mungu ameachilia ndani ya mtu bado ingelitosha kumsaidia asitende dhambi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu hawezi kumwelewa Mungu kama neema ya Mungu haiko ndani yake. Neema ya Mungu ndiyo huleta maarifa na ufahamu ndani ya mtu, kama ambavyo tuliona pia nyuma kwamba neema ya Mungu ndani ya mtu ndiyo humsaidia mtu pia kuweza kumwelewa Mungu. Pasipo neema ya Mungu kukaa ndani ya mtu, itakuwa ni vigumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata katika hali ya Mungu kukataza mambo ya kwamba jambo hili halifai, jambo hili usilifanye, bado panahitajika neema. Kwa nini? Kwa sababu ni mengi Mungu anasema. Je, ni wote wanaacha? Ni wote wanakubali? Kwa tutarudi sasa kwenye kiini kile cha kwamba neema ya Mungu ikiwako ndani ya mtu ndio humsaidia mtu kumwelewa Mungu, kujua kwamba Mungu ananikataza hiki kwa sababu ana lengo hili. Mungu ananiambia niache jambo hili si kwa sababu anataka tu yamkini anikatili, hapana, ila ni kwa sababu ananiwazia mawazo mema. Anajua nikiendelea sana na mambo haya mwisho wangu ni aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili mpaka mtu apate namna ya kupambanua yote haya, ni mpaka neema ya Mungu iweko. Neema ya Mungu huweza kuvuta wema wa Mungu ulioko mbele na ukamfunulia Mungu kwamba kwa katazo hili Mungu amekusudia hili. Bwana Yesu asifiwe.
Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Nitaruka afu nitasoma mstari wake wa 17. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 13, Biblia imeandika hivi: basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, ukanionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Haya ni maombi ya Musa. Samahani, naomba nianzie 12 ili tupate kuelewa vizuri. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hao, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Mstari wa 17 anasema hivi: Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kazi ambayo Musa alikuwa anapewa na Mungu, kazi ya kuwachukua Wanaisraeli, kuwatoa Misri na kuwapeleka Kanaani. Kazi hiyo haikuwa ndogo. Musa alikuwa anahitaji uwezesho wa kimungu katika kuifanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Musa anaililia neema. Anasema ni kweli Mungu, hao watu nataka niwatoe, lakini mimi kuwatoa hivi itakuwa ni ngumu, na kitu ambacho ni kigumu kabisa. Nihakikishie. Mungu anasema, sasa wa 17 kwa kufupisha, Mungu anasema umepata neema. Sasa hiyo neema ambayo Mungu anasema ameiachilia ndani ya Musa, hiyo ndio kitu pekee, ndio mtaji pekee ambao ungeweza kumfanya Musa awachukue wale watu na kuwafikisha Kanaani salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwa neema hiyo ya Mungu ndani yake ndio ingeweza kumfunulia mapenzi halisi ya Mungu. Ndio weza kumfunulia kila kitu ambacho Mungu alikuwa anakihitaji kwa wakati husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa akajitia nguvu kwa hiyo neema ambayo Mungu alimhakikishia ya kwamba umepata neema. Manake neema ilikuwa ni wokovu kwa Musa, neema ilikuwa ni ushindi kwake na kila kitu, kwa sababu neema ya Mungu ni utoshelevu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo muhimu ya kuyaepuka kuhusiana na neema ya Mungu. Mambo muhimu ya kuepuka kuhusu neema ya Mungu. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuliepuka, maana ni hatari, ni kuipokea neema ya Mungu bure. Kuipokea neema ya Mungu bure. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 1. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 1. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 1. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msiipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubarika na nilikusikia, siku ya wokovu na nilikusaidia. Lakini kipengele changu ilikuwa ni hicho kwamba nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msiipokee neema ya Mungu bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake neema ya Mungu iko na Mungu huiachilia hiyo neema kwetu. Lakini angalizo ni kwamba asiweko mtu atakayepokea neema ya Mungu bure. Kwa sababu neema ikija au Mungu akikunjua mikono yake kumpa mtu neema, manake hiyo neema inakuja kwa kazi maalum ndani ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo anawasihi
wenzetu wa Korinto. Anasema hiyo neema ni kweli inakuja, lakini jihadhari, msipokee neema ya Mungu bure. Manake Mungu akawekeza neema yake ndani yako, ndani yangu, lakini hiyo neema ikakaa tu. Manake hiyo neema iko, lakini sina uwezo wa kujilinda na dhambi, na kuwa ni mtu wa kutenda dhambi. Neema ya Mungu iko, lakini bado siwezi nikaitumia katika kulitimiza kusudi la Mungu. Anasema msipokee neema ya Mungu bure. Iko hatia katika kuipokea neema ya Mungu bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo katika kuipokea neema ya Mungu bure, ni kutokukubali kugeuka. Kutokukubali kugeuka. Mtu asiyekubali kugeuka, manake yeye ameipokea neema ya Mungu bure. Asiyekubali badiliko ndani yake, asiyekubali kubadilishwa na Yesu tabia, asiyekubali kubadilishwa na Yesu hali yake. Andika Petro wa pili sura ya 2:22, naomba nisome. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 22. Biblia inasema, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa amearudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu amekusudia kwamba tunapokuwa tumezaliwa mara ya pili, na ile neema ambayo Mungu ameiachilia ndani yake, manake ile neema ndiyo hunisaidia sasa ya kwamba nisiwe mtu wa kurudi dhambini. Kwenye ile dhambi ambayo Mungu amenisaidia leo, nimeijua na nimeiacha. Mungu hategemei kwamba kesho niirudie tena ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli neema ya Mungu iko kwa ajili ya kutusaidia tusitende dhambi. Manake ile dhambi ambayo neema ya Mungu imenisaidia nikaijua na nikaiacha, ni matazamio ya Mungu kuona sirudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akiwa ni mtu wa kutokukubali kugeuka, kutokukubali kubadilishwa na Yesu, manake huyu anaona kama ameipokea neema ya Mungu bure. Manake neema ya Mungu itakuwa inisaidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, mtu ambaye atakuwa ameipokea neema ya Mungu bure, bii yake ni kukaa muda mrefu pasipo kumzalia Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kukaa muda mrefu pasipo kumzalia Mungu matunda ni ishara ya kwamba umeipokea au nimeipokea neema ya Mungu bure. Kwamba neema ikija ndani ya mtu iko inafanya mbio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Yesu anazaliwa matunda. Na hayo matunda yanazaliwa kupitia mimi, kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Andika andiko Mathayo sura ya 7 mstari wa 19 na mstari wa 20. Nasema basi mtu yule asiyezaa matunda afika hatua Mungu humkata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kukatwa kwenyewe sio mpaka nife au sio kwamba uondoke. Kukatwa ni Mungu kuiondoa ile neema yake ndani yako. Kwa sababu unaona kwamba neema haishughulishwi. Neema haifanyi kile ambacho imetuma kwacho ifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu ina kawaida ya kuondoka ndani ya mtu. Mungu hutupa, lakini katika kutupa hutupima sasa hii neema ifanye kile ambacho imekuja kufanya. Kwa mtu akiwa ni mtu wa kujisahau, kutokuitumia ile neema, ni rahisi ile Mungu kuiondoa ile neema akaipeleka kwa mtu ambaye anajibidisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko ni Mathayo sura ya 7 mstari wa 19 mpaka 20. Kwa ni hatari kuipokea neema ya Mungu bure, jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo ni hatari kuhusiana na neema ni kuipungukia neema ya Mungu. Kuipungukia neema ya Mungu. Kuipungukia maana yake ni kuishusha thamani. Kuishusha thamani.
Waebrania sura ya 12 mstari wake wa 15 na 17 na Warumi 6:1. Naomba nianze na Warumi 6:1 kwa kuwa nimeipata mapema. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wake wa 15 na 17. Biblia imeandika, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa pia ni angalizo kwetu. Ndio maana nasema mkiangalia sana. Manake ni kitu cha muhimu mtu kuhakiki kila kitu hapo leo asije akaipungukia neema ya Mungu. Kwa sababu kuipungukia neema ya Mungu, anasema lisije shina la uchungu likachipuka ndani yenu. Na uchungu, tunaona kwamba uchungu ukiweko ndani ya mtu siku zote, hata watu walioko karibu mara nyingi wanatiwa unajisi. Mtu mwenye uchungu daima ndani yake hasira inakaa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye ndani yake ana uchungu ni mtu ambaye mawazo daima ni mabaya tu siku zote. Kwa Mungu anasema manake mtu akipungukia neema, kuna hatari kubwa ya uchungu kuumbika ndani ya moyo wake. Na uchungu kisha kuumbika ndani ya moyo wake, wasije wale watu ambao wanakuzunguka wananizunguka wakatiwa unajisi kwa wewe, kwa ule uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ile Warumi ambayo tumesoma anasema, je, tuzidi katika dhambi kwa sababu ya neema iliyopo? Kwamba mtu anafika hatua kutenda dhambi ni kawaida, kwamba sitatubu tu. Na watu wengi tunajiambia hivyo kwa sababu ya kivuli cha neema. Kwa sababu unajua si neema ipo, maana una uwezo wa kurudi ukatubu na Mungu akakusamehe. Lakini Mungu anasema tusipungukie neema, kuishusha thamani, kwamba neema inaweza ikashughulika hata katika mazingira kama hayo. Kwa watu tunaohalalisha dhambi na kujua neema ipo, huko ni kuipungukia neema. Lakini pia nikiifanyia jeuri neema, ina tabia ya kuondoka. Manake nikiifanyia jeuri neema, ina tabia ya kuondoka. Na ikisha kuondoka ndani ya mtu, ninaweza nikaitumia ile dhambi kwa kawaida ile ile ambayo ilikuweko ndani yangu, ya kwamba nitarudi, nitatubu na dhambi nitasamehewa. Lakini neema ya Mungu kisha kuondoka, nitarudi, nitaitumia ile dhambi, nitajipa uhakika moyoni ya kwamba nimesamehewa. Lakini kama neema ya Mungu ilikuwa imekwisha kuondoka, uhakika wake hiyo dhambi nitakuwa sijasamehewa mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusipungukie neema ya Mungu katika mazingira yoyote ile. Ni kweli neema iko, lakini sio katika mazingira ya kuhalalisha dhambi. Neema ya Mungu iko kwa ajili ya kutusaidia tusielekee dhambi, kujilinda na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio kuhalalisha dhambi kwa kujua neema iko. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeipungukia neema ya Mungu. Na jambo la tatu la kujihadhari nalo katika neema ya Mungu ni kuibadili neema ya Mungu. Kubadili neema ya Mungu. Tusome katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 4.
Kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wake wa 4. Biblia imeandika hivi: kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao umkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuibadili neema ya Mungu ni ile hali ya kuhalalisha kila kitu kiovu kama kivuli cha neema. Yaani kuwa kivuli cha neema. Tatoa mfano. Kuibadili neema ya Mungu maana yake ni watu kuhalalisha kila kitu kiovu kwa kivuli cha neema. Kwamba watu wanahalalisha matendo yao ya uovu ambao wanayafanya huku wakiita neema ya Mungu iko juu yao. Kwa mfano, sisi ni mashahidi. Utasikia, hatujawahi kuwasikia labda walevi huko mtaani wanajiita ni maaskofu. Sema mimi ni askofu bwana, mimi mchungaji bwana. Wanazungumza katika hali ya utani. Sijajua kama wanazungumza katika hali ya utani, lakini ni katika vile ambavyo wanaichukulia neema ya Mungu. Kwamba watu wanaweza kuwa wanavuta sigara, lakini wenzake wanacheka. Mwambie askofu leo umetenda mambo makubwa. Wanadhihaki. Hiyo ni kudhihaki neema ya Mungu. Kwamba neema ya Mungu imekuja kutajwa hata katika mazingira ambayo haikutakiwa. Neema ya Mungu imekuja kutumika hata katika vitu viovu ambayo kutakiwa itumike hapo. Lakini wako watu wanatumia hiyo neema katika mazingira kama hayo. Maana wanaibadili neema ya Mungu kwa kuhalalisha vitu viovu, matendo maovu wanayoyafanya, kwa kujua kwamba neema ya Mungu bado iko ndani yao. Kwa neema ndani ya mtu huja kwa kazi maalum. Ikikosa ushirika na mtu husika mwenyewe, neema huondoka. Neema huja kwa kazi maalum ndani ya mtu. Lakini hiyo neema ikija ndani ya mtu, ili ifanye kazi inahitaji ushirika. Manake huyu mtu na hiyo neema visaidiane ili kutimiza kile ambacho neema imekuja kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema neema huja kwa lengo la kutusaidia au kutusaidia sisi tuweze kujilinda na dhambi. Lakini neema hii inahitaji ushirika na mtu. Ni kweli imekuja kunisaidia kujilinda na dhambi, lakini inahitaji ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ile neema iliyokaa ndani ya Yusufu ilihitaji ushirika ndani ya Yusufu. Yusufu atimue mbio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ile Yusufu hali ya kutoka na kukimbia aliipa ushirika neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ambavyo hata Mungu anakusudia kwamba ile neema ambayo iko ndani yetu tuipe ushirika katika kutimiza kile ambacho Mungu ameituma kwacho ndani yetu. Amen. Kwa neema haijaja kutuletea maisha ya uhuru, bali kutufanya tuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi na uharibifu wa adui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema, uwepo wa dhambi, uwepo wa neema ndani yetu haijaja kwa lengo la kutupa kuishi maisha ya uhuru. Kwamba nikifanya jambo lolote, neema ipo itanisaidia. Neema ipo nitarudi kwa Mungu. Neema ipo itanipeleka tena karibu na Mungu. Hapana. Neema ipo kwa ajili ya kutusaidia sisi tuishi maisha ya ushindi na uharibifu wa adui katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie kwa kusema kwamba tukithamini neema ya Mungu ndani yetu, itatutunza, itatuhifadhi na kuyaficha makosa yetu yote. Nasi tutaendelea kuwa wakamilifu mbele za Mungu 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba
Tukithamini neema ya Mungu iliyoko ndani yetu, neema ya Mungu itatutunza. Lakini neema ya Mungu itatuhifadhi. Lakini neema ya Mungu itatufichia yale makosa yetu. Manake itatukamilishia yale madhaifu na mapungufu yote ambayo yako ndani yetu kama wanadamu. Na itatusaidia sasa kuishi maisha makamilifu ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi